Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu ambaye umebarikiwa na Bwana. Ni siku nyingine tena tunaenda kuisikiza nuru ya siku. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, ninalitukuza jina lako Yesu. Ninasema asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Ninasema asante kwa wema wako. Ninasema asante kwa uaminifu wako mwingi kwenye maisha yetu. Umetupa nafasi na kibali kingine kuiona siku ya leo. Ninalitukuza jina lako Yesu nikisema asante. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unayestahili heshima na utukufu ni wewe peke yako Bwana. Asante Bwana kwa sababu ni mwema. Asante kwa kutupa nafasi hii. Tunapoenda kulisikiza neno hili katika siku hii ya leo, ninakuomba ewe Bwana, onekana mwenyewe na ujizilishe mwenyewe na nguvu zako. Ninaachia damu ya Yesu kwenye fikra za watoto wako. Ninaachia damu ya Yesu kwenye mawazo. Ninaachia damu ya Yesu kwenye mioyo yetu. Tusikiliza hapo neno hili, tunaomba nguvu zako zishuke na kutusaidia tupate kuishi maisha ya kupendeza kila wakati. Katika jina la Yesu nikiomba kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa leo ni siku nyingine tena Bwana ambaye ametupa, ikiwa ni siku takatifu kabisa iliyojaa ushindi, iliyojaa uaminifu, ikiwa ni siku nyingine tena ambayo Bwana ameachilia kibali kwenye maisha yetu, ikiwa ni siku nyingine tena Bwana aliyetupa nafasi ya pekee, wewe ambaye unanisikiliza, ambaye Bwana amekupa nafasi ya kuiona siku ya leo, wala si kwa akili zako wala si kwa nguvu zako, bali mkono wa Bwana pekee uliokusaidia. Nuru ya siku ya leo inaangaza juu ya roho ambayo inasumbua watu wengi, nao ni roho ya uongo. Ni roho hatari na ni roho ambayo inatesa watu wengi. Ni moja ya roho chafu ambayo anaitumia shetani. Ni moja ya roho chafu ambayo anaitumia shetani kupotosha ukweli ambao upo na kuingiza uongo. Na watu wengi wamevamiwa na hizi roho, na mwisho wa siku kuona jambo la kawaida tu, na wanaishi maisha ambayo mwisho wa siku wanafanya vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeokoka, automatically tambua ya kwamba Mungu anaishi ndani yako. Maana Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kwa ukiwa katika wokovu, ukiwa ni mtu ambaye umeokoka, tambua ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Na kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, maana yake jua ya kwamba Mungu yuko ndani yako. Lakini wako watu wengi ambao wanaishi na hizi roho za uongo na wanaendelea na mambo mengine, na ni watu ambao wamesimama kwenye imani, na ni watu ambao wanamwabudu Mungu, na ni watu ambao wananena kwa lugha, na ni watu ambao wanatumika sehemu mbalimbali kwenye madhabahu, na ni watu ambao wamesimama sehemu ya utumishi, lakini bado hii roho ya uongo inasumbua. Yuko mtu tayari kufanya vitu vya ajabu kwa kutumia maneno ya uongo ili mwisho wa siku tu kupotosha ule ukweli uliopo. Nini maana ya uongo? Uongo ni ile hali ya kubadilisha ukweli. Ni ile hali ya kubadilisha ukweli na kuonekana sio kweli. Yaani hali ya kugeuza maneno. Kwa hiyo kitendo chochote cha kugeuza maneno yaliyo ya kweli, maana yake ni kwamba maneno hayo unavyoyageuza na kupotosha maneno ya kweli, huo ni uongo. Wako watu ambao wameingia katika hizo za upotoshaji na imewavamia, na mwisho wa siku wanaishi kawaida tu, na ndani yake anasema anaishi Roho Mtakatifu. Tambua ya kwamba unamkosea Roho Mtakatifu. Tambua ya kwamba unamdanganya Roho Mtakatifu. Watu wengi wamekengeuka kwa sababu ya uongo. Watu wengi wamesababisha migogoro kwa watu kwa sababu ya uongo. Watu wengi wanatembea na ukoma kwa sababu ya uongo. Watu wengi wanatembea na magonjwa sugu kwa sababu ya uongo. Watu wengi wanatembea na roho za uharibifu kwa sababu ya uongo. Watu wengi wanatembea katika tamaa zisizo zao kwa sababu ya uongo. Kwa sababu uongo pia unaweza sababisha tamaa. Matokeo ya uongo ni tamaa. Kwa ukikuta mtu ni muongo, maana yake ndani yake ana tamaa. Kwa sababu matokeo ya uongo ni kutaka vitu visivyo vyako viwe vyako. Kwa kuna watu wengine wanatumia uongo kwa sababu ya tamaa zilizo ndani ya mioyo yao. Tamaa pia ni dhambi. Tamaa yoyote ambayo ni nje ya kusudi la Mungu ni dhambi. Kwa wako watu ambao wamejawa tamaa, kwa sababu ya zile tamaa zilizo ndani ya mioyo yao ndio zinasababisha kuwa waongo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwasome hao watu kwenye ile Matendo
5 mstari wa kwanza na hadi wa 10. Ukisoma kwenye kile kitabu unawakuta watu wawili ambao walikuwa Anania pamoja na Safira mke wake. Watu hao waliuza sehemu ya shamba, lakini walipopeleka zile mali zao kwa mitume, walipeleka sehemu ambayo ilikuwa ni ya uongo, sawa sana yale mapendekezo yaliyotakiwa yapeleke, lakini wao wakapeleka sehemu ya uongo. Hata walipoulizwa kwamba ndivyo mlivyouza, kwa sababu yale yalikuwa ni makubaliano yao kwamba wakishauza kile sehemu watapeleka kwa Bwana, lakini walipeleka sehemu ndogo ya kile kitu walichokiuza na ile sehemu nyingine wakawa wameificha. Nini kinatokea? Kwa sababu ya ule uongo ambao alikuwa ameunena Anania, alikufa pale pale. Lakini kwa sababu hii nyumba imejengwa katika misingi ya uongo, na kwa sababu ule uongo tayari umemuingia mke wake, hata mke wake pia alipoulizwa juu ya kile kilichotokea, naye pia alinena vivyo hivyo. Nini kinatokea? Kwa mke wake anakufa na Anania anakufa. Matokeo ya uongo ni kusababisha mauti. Wapo watu wengi walinena uongo na kusababisha mauti. Shetani alimdanganya Adam na Hawa pale bustanini. Nini kinatokea? Matokeo yake ni mauti. Mauti ya kwanza ni kutolewa katika bustani na kuanza kuhangaika na kuanza kutangatanga. Kwa shetani anaweza kafungua mlango wa roho ya uongo kwa mtu, na yule mtu akajikuta anapoteza watu wa maana. Kuna watu wengine baada ya kuanza kuwa waongo tu, wale watu hao wa muhimu waliondoka kwenye maisha kwa sababu ya uongo. Kwa tabia ya uongo mojawapo inaweza kusababisha ukawa ni mtu wa kutangatanga, hauna marafiki wa kudumu, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kaendelea kuishi na mtu ambaye ni muongo. Uongo ni pepo ambalo shetani huwa analitumia. Kwa haya ni mapepo kama mapepo mengine ambayo yanawavamia watu. Kwa kuwa makini ndani yako, kwa sababu una uwezekano mkubwa pepo huyo akakuvamia na ukajikuta unakuwa muongo tu. Mtu unakuwa muongo tu, umeokoka unakuwa muongo tu, unafanya vitu kiuongo tu, kwa sababu tayari umeshavamiwa. Wako watu wako tayari kushuhudia uongo. Wako tayari kusababisha baadhi ya vitu kuvipotosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Bwana linasema shetani ndiye baba wa uongo. Kwa sababu shetani ni baba wa uongo, maana kazi yake kubwa ni kuwavesha watu roho za uongo, na mwisho wa siku nakuta mtu anafanya vitu vya ajabu tu. Na nini kinatokea? Ni kwa sababu ya ule uongo ulioingia ndani yake. Anaweza akatengeneza story ya uongo na mwisho wa siku watu wakahisi ni kweli, lakini ndani yake imejaa uongo. Kwa nini? Kwa sababu nia yake kubwa ni kupotosha watu. Wako watu wengi, yako makundi mengi yamepotoka kwa sasa kwa sababu ya uongo. Uongo umesababisha baadhi ya watu hata kushindwa kumwamini Mungu, kwa sababu mwisho wa siku anahisi kila jambo ni uongo. Watu wengi saizi wanaiona imani ni kama kitu cha uongo kwa sababu ya yale mafundisho ambayo yanaendelea. Watu wengi wanafundisha ndio, lakini wengine wanafundisha uongo. Na wanafundisha kama maslahi yao wenyewe. Roho ya uongo ni hatari na imeingia mpaka makanisani kwa sasa. Imevamia mpaka watumishi wa Mungu. Imevamia watu na inatenda kazi vizuri kabisa, kwa sababu walimfungulia shetani mlango na shetani anatenda kazi ndani yao. Ukitaka ujue kwamba shetani ndiye baba wa uongo au hizi roho zinatumwa na shetani, soma kwenye ile Mambo ya Nyakati 2 sura ya 18 mstari wa 14 mpaka wa 24. Utasoma habari za hao wafalme wawili wa mataifa mawili, ambaye alikuwa Yehoshafati pamoja na Ahabu. Hawa watu itakiwa wapande kwenda vitani, lakini kabla ya yote ya kwenda huko vitani itakiwa apatikane nabii wa kuwatabiria. Na katika ile taifa la Ahabu kulikuwa na manabii wengine ambao huwa wanatabiri. Lakini walipotabiri, Yehoshafati aliomba aletwe nabii mwingine ambaye ni Mikaya. Na hata alipofika pale Mikaya, Ahabu kwa sababu alishawahi kutabiriwa na huyu Mikaya, akahisi pia kwamba atamtabiria uongo. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake amezoea kudanganywa tu. Mtu yote aliyezoea kudanganywa tu, hata akisikiliza ukweli anahisi ni uongo. Mstari wa 18 neno la Bwana linasema, na alipokuja kwa mfalme akamwambia, je, Mikaya, tuende Ramoth Gileadi vitani au niache? Akasema, kweeni mkafanikiwe, nao wakatiwa mikononi mwenu.
Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika mlimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, huyu ni Ahabu anamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Mikaya akasema, sikieni basi neno la Bwana. Na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli ili akoe Ramosi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na hivi na huyu hivi. Akatokea pepo akasimama mbele za Bwana. Sikiliza, huyu ni pepo ambaye alisimama mbele za Bwana. Akasema, mimi nitamdanganya Bwana, nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa angalia, Bwana ametia pepo wa uongo vinywani mwa manabii wako hawa, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Kwa hiyo yule pepo aliomba ridhaa. Kwa manake pepo anapomuingia mtu, pepo wa uongo anapomuingia mtu, anaomba ridhaa. Ajiaji tu, anaomba ridhaa, anaomba nafasi. Akishaomba nafasi ndipo anaingia kwa mtu. Kwa huyu pepo aliomba nafasi kuingia hawa manabii, na alipopata nafasi alienda kuwadanganya. Kwa mwisho wa siku wale manabii walitoa unabii wa uongo, na mabaya alienda kumkuta Ahabu. Kwa nini? Kwa sababu hakukubali ukweli, ila alipenda uongo. Uongo ni pepo. Uongo ni roho ya uharibifu. Uongo ni roho ya uchonganishi. Uongo ni roho ambao inaweza ikasababisha malumbano kwa watu. Anaweza akatumika mtu mmoja akatengeneza uongo ambao ukasababisha watu 1000 kuanguka, watu 1000 kuangamia kwa sababu ya uongo. Hawa aliweza kudanganya na shetani, na kwa sababu ya ule uongo wa shetani ulisababisha anguko la dunia nzima. Kwa hiyo mtu mmoja alidanganywa, lakini tunaona matokeo ya watu wengi mpaka leo hii kwa sababu ya uongo wa shetani ambao alimuingia nani? Hawa. Ni hatari kubwa sana pale ambapo moyo wako unaufungua na kuruhusu uongo kutawala, kinywa chako kutoa maneno ya uongo, kwa sababu uongo ni matokeo ya kutunga maneno yasiyo ya kweli. Na hii ni roho chafu na ni roho ya hatari. Uongo umesababisha baadhi ya watu kutembea na ukoma usioisha. Ukiwa mwongo, tegemea kwamba kuna vitu vitaendelea kwenye maisha yako vya uharibifu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Umesoma habari za Gehazi na Elisha. Gehazi kwa sababu ya uongo alisababisha kuota ukoma, mpaka matokeo yake mpaka na familia yake inapata ukoma kwa sababu ya Gehazi. Kwa nini? Kwa sababu Gehazi alitaka vitu kwa urahisi. Kwa sababu uongo nimesema ni matokeo ya kutaka vitu, tamaa. Matokeo ya uongo yanatokana na tamaa. Mtu yote mwenye tamaa lazima awe muongo. Ukisha kuwa mtu mwenye tamaa utakuwa tu muongo. Kwa mtu yote ambaye ndani yake ana roho ya tamaa atakuwa muongo. Gehazi kwa sababu ya tamaa zake alijikuta anapata ukoma. Ukisoma ile Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 20 mpaka 27, kwa muda wako ukisoma utasoma hichi kisa. Baada ya Gehazi kumgeuka na kwenda kumfuata Naamani baada ya kuondoka, na akachukua zile zawadi na dhahabu alizokuwa nazo. Na baadaye nabii Elisha anamuuliza, hana kataa. Lakini hakujua ya kwamba roho ya Elisha inafanya kazi ndani ya Gehazi pia. Ndipo akamwambia, hujui kwamba roho wangu alienda na roho wako? Kwa mazingira kama hayo hapo ndio anaosababisha baadhi ya watu mpaka leo kutembea na ukoma. Watu wako tayari kudanganya wakiwa madhabahuni. Watu wako tayari kudanganya wakiwa kwenye nyumba za ibada.
kwa sababu tu ya tamaa. Tamaa ndio matokeo makubwa ya kusababisha watu wengi kuwa waongo. Kutaka vitu kwa urahisi kumesababisha watu wengi kuwa waongo. Kutokana na uongo, watu wengi wamesababisha baadhi ya watu kuona kwamba kazi ya Mungu ni ya uongo. Na watu kwa sababu wamezoea kudanganywa, na mwisho wa siku wanaona hivi vitu ni vya kawaida tu. Na nini kinatokea? Watu wanaanza kuamini imani ambayo sio za Mungu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Ukisoma kwenye ile Matendo, kuna yule jamaa alikuwa anaitwa Simon. Kwenye ile Matendo, yule mtu alikuwa anawadanganya watu, na mwisho wa siku watu wakamwamini na wakahisi ndani yake ana roho wa Mungu, kumbe ana mapepo. Kwa wapo watu wamevamiwa na mapepo, wamevamiwa na shetani, wameveshwa hizo roho, na mwisho wa siku wanafanya mambo. Nenda kasome habari za yule Simon mchawi katika ile Matendo 8 kuanzia ile mstari wa 9 mpaka wa 11. Na nchi yote ilimwamini, eneo lile lote wakamwamini kwa sababu ile uchawi wake. Kwa mwisho wa siku, hata watu walipokuwa nasikia maneno mengine kuhusu Yesu Kristo ilikuwa ni ngumu, lakini mwisho wa siku, kwa sababu wakina Petro na wakina Yohana walikuwa wamejaa nguvu za Mungu, walipofika na kulihubiri lile neno, hata yule mchawi aliamini ile kweli, akajua habari za Yesu Kristo, na mwisho wa siku aliokoka. Lakini matokeo yake mwishoni, huyu mtu kwa sababu ya tamaa alihisi kwamba upako unanunuliwa. Kwa nini? Kwa sababu alizoea uongo, kwa akataka kutumia pesa zake kununua upako. Ukiendelea kusoma hicho kitabu kwenye Matendo 8 hapo utasoma kwa undani zaidi, utaona namna ambavyo huyu mtu matokeo yake yanakuja kutokea ni nini. Kwa sababu aliishi kwa uongo. Kwa mwisho wa siku ameokoka, lakini kwa sababu ya uongo aliozoea kuufanya, anahisi kila jambo katika haya maisha anaweza kuendelea kufanya kwa uongo. Kwa wapo watu wengine kama wakina Simon wameokoka ndio, lakini bado wanamkosea Roho Mtakatifu, kwa sababu uongo ni matokeo ya kumkosea Roho Mtakatifu. Kuna mtu anajiuliza, nawezaje kuushinda hii roho ya uongo? Roho ya uongo tunaishinda kwa kusoma neno na kulielewa kwa undani. Soma neno na kulielewa, utapikana na uongo. Watu wengi wanadanganywa kwa sababu ni wavivu wa kusoma neno, wavivu wa kumtafakari Mungu, wavivu wa kutaka kujifunza. Ukiwa mvivu wa kutaka kujifunza na kufuatilia neno, wewe utakuwa kila siku unadanganywa. Na ndio maana baadhi ya watu wanatangatanga, leo yuko hapa, leo yuko hapa, leo yuko hapa, kesho kwa mganga, kesho kwa Mungu, kesho kwa mganga, kesho kwa Mungu. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye hana maarifa, hana ufahamu juu wa Mungu. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kusoma neno na kulielewa vizuri, ndipo ambapo inaweza kukusaidia wewe kuweza kuepukana na hizi roho za uharibifu, roho za uongo. Jambo la pili, nawezaje kupona roho ya uongo? Jitahidi ujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Sio Roho Mtakatifu wa kuigiza. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu zikufunika, Roho Mtakatifu mwenyewe atakushuhudia. Wako watu anakuambia nilikuwa natamani kudanganya, lakini baadaye Roho Mtakatifu akanishuhudia kwamba nikisema hivi nitakosea. Huyo ni mtu ambaye amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini ukikutana na mtu ambaye yuko tayari kudanganya afa kwambia anaenda kufanya toba, huyo mtu ana matatizo. Kwa sababu hata ukifanya toba kuna matokeo makubwa ya kile ulichokiongea, mwisho wa siku italeta madhara makubwa. Kwa omba sana ujae nguvu za Roho Mtakatifu. Omba sana utembee na nguvu za Roho Mtakatifu. Omba sana ufunikwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Omba sana uongozwe na Roho Mtakatifu. Lakini pia jifunze ukiombea kinywa chako kila wakati. Jifunze kuyaombea masikio yako kila wakati. Kwa sababu kinywa kinatamka, masikio yanasikia. Kuna watu wanasikiza habari vizuri, lakini mwisho wa siku baada ya kusikiliza tu akitoka hapa anayageuza. Kwa sababu masikio yao yameharibika. Epuka mafundisho ya ajabu ajabu. Watu wengi wamekaa katika mafundisho ya ajabu ajabu. Wako watu wamesoma vitabu vya duniani hapa, basi wakija wanaweza kuwafanya watu wakawabadilisha. Nilikuwa nafuatia kisa jamaa mmoja alikuwa anaongea, basi nikakuta baadhi ya watu wengi wanamsupport na kumuona kama ni mtu mwenye maarifa. Nataka nikwambie, Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Hata wainuke watu wapi wametoka kwa wamesoma vitu vyao, wamesoma historia. Mtu anasimulia historia.
alafu kundi la watu wanaendelea kumfuata na kumfuatilia, na anapata attention ndani ya taifa na watu wanaanza kumhoji. Kwa nini? Ni kwa sababu yule mtu ana mafundisho ambayo mwisho wa siku amefundishwa na ameelekezwa baadhi ya vitu, na mwisho wa siku anakuja na anaongea habari za kwamba Mungu hayupo. Ni watu waliolaaniwa, na ni watu waliochanganyikiwa, na ni watu ambao wasio na ufahamu, na ni watu wasiomjua Mungu. Walitokea watu wenye maarifa, walitokea watu ambao walikuwa wamesoma, lakini mwisho wa siku inapofika habari ya Mungu, my friend, Mungu ni Mungu mwingine. Mungu ni ukomo wa kila kitu. Hata usome vipi, lakini hakuna kitu ambacho za kufananisha na Mungu. Epuka mafundisho ya ovyo. Epuka hizi elimu za dunia, kwa sababu kazi ya hizi elimu za dunia ni kuleta uharibifu kwa watu na kuwafanya watu wakaacha imani. Watu wengi elimu za duniani hapa zinataka ziwafanye kiasi kwamba waanze kumwacha Mungu wao kwa sababu ya hizi elimu wanazosikia. Watu wamesoma tu theory za vitu vya ajabu ajabu, kwa anakuja mtu anaanza kutoa komenti za ajabu ajabu, na mwisho wa siku watu wanaendelea kufuata. Hasa hapa naongea na kundi la vijana ambao hawataki kufuatilia habari za Mungu. Muda mwingi wako mitandaoni wanahangaika na vitu ambavyo vina maana, na mwisho wa siku ndo kundi ambalo mwisho wa siku limeingia kwenye hili kundi la watu ambao wamekuwa ni watafiti. Ukiwa sikuzana na masikio ya utafiti, lazima utapoteana kwenye ulimwengu, kwa sababu kila siku mambo mapya yanayotokea. Soma neno la Mungu na ulielewe. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Ukishakuwa na Roho Mtakatifu, haya matakataka mengine utapata nafasi ya kuyasikiza. Kwa nini unasikiza baadhi ya vitu? Ni kwa sababu ndani yako tayari kuna masikio ya utafiti yameingia. Watu wote wenye masikio ya utafiti mwisho wao ni mbaya, na ndio maana mwisho wa siku wakidanganya jambo dogo tu, basi inakuwa ni kama bendera, fuata upepo. Ukienda kushoto yupo, ukienda kulia yupo, ukienda kushoto yupo. Ni hatari sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jitahidi unapokaa mwenyewe, jitafakari. Na ikiwezekana kama ulishe kuongea uongo, ukawafanya watu wakakosana, ukawafanya watu wakaumia, ukawafanya watu wakalia, mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu, naomba unisaidie. Na ikatae hiyo roho ya uongo kumaanisha kabisa. Ikatae hiyo roho ya uongo kumaanisha kabisa. Ikatae kwa kumaanisha kabisa. Na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki sana na uwe na siku njema. Pata nafasi ya kuomba ukatae roho ya uongo na Mungu atakusaidia. Na kinywa chako kitatengenezwa upya. Na kinywa chako kitaumbwa upya. Kinywa chako kiwe ni kinywa kinachonena maneno mazuri. Kinywa chako kiwe ni kalamu nzuri kwa watu wengine. Watu wapende kusikiliza, watu wapende kujifunza kutoka kwako. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Nuru hii na iangaze kwenye maisha yako. Nuru hii na iangaze kwenye huduma yako. Nuru hii iangaze kwenye fahamu zako. Na nuru hii iangaze kwenye fikra na kinywa chako na masikio yako ya roho. Ubarikiwe na Bwana na uwe na siku njema. Amen.